الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الذي بنعمته تتم الصالحات عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات watukufu wa Islam baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na rahma na amani ziada kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunahusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira yoyote siri na dhahiri. Ndani ya Qur'an tumepewa miongozo mingi, taratibu mbalimbali, maamrisho na ahkamu mbalimbali. Ni jukumu letu kama Waislamu kuyapokea na kuyafanyia kazi. Miongoni mwa hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, enyi ambao ni waumini mmefaradhishiwa funga. Funga ambayo sio mpya, ni funga ambayo waliwahi kufaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Nini malengo ya funga? Mwenyezi Mungu akatwambia la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa maana ya kwamba funga ni mwalimu mzuri, ni mlezi mzuri wa kutulea sisi Waislamu, wanadamu kwa ujumla, kuwa wacha Mungu. Na ucha Mungu makazi yake ni wapi? Fil qalb, ndani ya moyo. Na ndani ya moyo huo ndipo ambapo panaishi imani au panakaa imani. Kwa hiyo imani na ucha Mungu vyote vinakaa katika moyo wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufaradhishia funga kama alivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yetu. Lengo tuwe wacha Mungu, tuufikie ucha Mungu, kwa maana ya kwamba ni jambo ambalo litajaa katika mioyo yetu la ucha Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa angalizo muhimu, akatwambia hiyo funga ayyama ma'dudat, ni masiku machache. Na ni machache kwa maana ya machache. Kabla hatujaianza Ramadhani tuliona Ramadhani iko mbali mno, lakini ghafla ikafika na siku ya kwanza tukaipokea, wengine kwa furaha, wengine kwa uzito fulani, na tukaianza funga. Baadhi yetu tukaona kwamba funga ni masiku mengi, tukasahau Mwenyezi Mungu ametuambia ni masiku machache. Na baadhi yetu wameacha kufunga, wameshindwa kufunga kwa sababu ya udhuru ndogo ambazo zingine sio za msingi kihivyo, bali wengine wakasababisha kwamba wana udhuru mbalimbali wakashindwa kufunga. Hivi tunavyozungumza wanajutia kwamba wameikosa funga ya mwezi wa Ramadhani. Alhamdulillah,
tumeitimiza funga. Jambo la muhimu kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, funga zetu, visimamo vyetu, adhkari mbalimbali, kuisoma Qur'ani, ibada mbalimbali ambazo tumezifanya, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakabalie, ajalie ibada zetu zote kwamba ni makbula, zimekubaliwa na mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ziwe miongoni mwa sababu ya kuongeza uzito katika mizani zetu. Mwezi wa Ramadhani umeisha. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani aliwaambia masahaba, lakini ndo akatwambia na sisi kwamba jaakum shahru Ramadhan, umewajia mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao milango ya pepo inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, lakini mashaitani wanafungwa minyororo. Kwa nini yote haya? Ili kumrahisishia mwanadamu na hasa Muislamu aweze kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile Mtume anatuambia milango ya pepo ndio hiyo, basi fanyeni juhudi kuingia milango ya pepo. Na milango ya moto imefungwa, msiende katika milango ya moto, kwa maana kwamba jiepusheni na yote ambayo ni hatari kwenu mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mashaitani yamefungwa, kila mmoja ameona ndani ya mwezi wa Ramadhani, siku 10, siku 5 za mwanzo, namna tulivyokuwa na mwelekeo mzuri katika kuziendea ibada. Lakini baada ya hapo tukaona spidi inapungua, misikiti inapwaya, baadhi ya Waislamu wakarudi katika baadhi ya hali zao za kawaida. Lakini hata hivyo mwezi wa Ramadhani umeisha na kila mmoja atapata mzigo wake kwa namna alivyotenda katika mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akatoa angalizo. Siku moja akipanda katika mimbari, akasikika amesema amina katika ngazi ya kwanza, amina katika ngazi ya pili, amina katika ngazi ya tatu. Akaulizwa baada ya swala, tumekusikia ukiitikia amin? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam. Alinijia Jibril alayhi salam, akaomba dua na akaniambia itikia, ndipo nikaitikia. Katika dua alizoomba alisema raghima anfu man adrakahu Ramadhan falam yughfar lahu, amepata hasara, ameangukia pua mtu ambaye ameidiriki Ramadhani na akafunga na akafanya ibada nyinginezo, lakini asiupate msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba kuna ambao wamefunga, wamesoma Qur'ani, wamefanya ibada mbalimbali, lakini hawatopata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa maelekezo, akasema man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga Ramadhani kwa imani ya kweli kweli na kutaka malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nyumba ya akhera, akafanya hivyo, basi atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Tumefunga Ramadhani baadhi yetu kwa imani ambayo sio ya kweli kiasi hicho, lakini pia tumefunga kushindana njaa kwa sababu tuyaona malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile tunashaka nayo. Kwa hiyo tumefunga baadhi yetu, lakini bado msamaha wa Mwenyezi Mungu hatuwezi kupata. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan min an yada ta'amahu wa sharabahu, mtu ambaye atafunga mwezi wa Ramadhani lakini akawa hakuacha tabia za kusema uongo, hakuacha kufanyia kazi uongo, basi hakuna sababu yoyote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Kwa maana ya kwamba yawezekana mtu amefunga lakini anasema uongo mchana wa Ramadhani na hata usiku wa Ramadhani akawa hana anachokifanya, au anachokifanya katika ibada ni kidogo kuliko makosa anayofanya. Matokeo yake
malipo ni kidogo mno au hakuna kwa sababu ya ubaya anaofanya. Kwa hiyo kuna ambao yawezekana wamefunga lakini tabia za uongo, kusengenya, kuchonganisha na maovu mbalimbali walikuwa wakifanya, msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kupata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika ambao wameifunga Ramadhani imanan wa ihtisaban, wakitaraji kupata malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya mwezi wa Ramadhani tulikuwa na mwelekeo mkubwa na Ramadhani imeisha. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Ramadhani yupo na hata nje ya mwezi wa Ramadhani yupo. Kama ulifanya ibada kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani, maana hiyo mwezi wa Ramadhani umeisha. Na ndo wale wachache ambao tayari wameshaacha ibada kwa sababu mwezi wa Ramadhani umeisha. Lakini kama ulifanya ibada katika mwezi wa Ramadhani, kuitika maneno ya Mwenyezi Mungu, kutiba alaikumus siyam, mefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, kulifunga kwa sababu hiyo, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado yupo, na wewe ni jukumu lako na ni jukumu langu kuendeleza bidii na juhudi ya kuisoma Qur'an na funga nyinginezo na kutoa sadaka na adhkari mbalimbali na istighfari kwa lengo la kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe mwisho mwema kimatendo, mwisho mwema kimaneno, ili akutane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akiwa radhi naye. Ujumbe wangu wa leo kwa Waislamu, baada ya haya ambayo tumeyazungumza, swali moja dogo sana, kila mmoja ajiulize, man lilislami illa mnakunna, ni nani kwa ajili ya kutumikia Uislamu, kwa ajili ya kuhami Uislamu, kwa ajili ya kujenga Uislamu, kwa ajili ya kusaidia Uislamu, kama sio sisi, kama sio mimi na wewe? Kwamba Uislamu huu ni mimi na wewe ndio ambao tunatakiwa kuhudumisha, kwa kuchangia, kwa kutumikia, kujitahidi kwa namna mbalimbali kuhakikisha Uislamu unaendelea kuwepo, kama vile ambavyo mimi na wewe tumeukuta, watakaokuja baada yetu waukuta Uislamu kama tulivyoukuta sisi. Tatoa mifano miwili mitatu. Baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata tabi'in, namna walivyoubeba Uislamu kwa juhudi kubwa, wakaacha usingizi, wakamaliza mali zao, wengine wakatoka roho zao katika kutumikia Uislamu. Yote hayo wakitaka malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akatwambia, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, msiwafanye maadui zangu na maadui wa Mwenyezi Mungu kama na marafiki zenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutahadharisha kwamba Waislamu tuwe pamoja, Waislamu tufanye mambo yetu pamoja, Waislamu tuutumikie Uislamu kwa pamoja, ili Uislamu uweze kupata nguvu. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika pango peke yake, anajiwa na Jibril alayhi salam, anamwambia iqra, soma. Mtume anasema ma ana biqari, mimi sijui kusoma. Akambana, alafu akamwachilia, akamwambia iqra, soma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mimi sijui kusoma. Mara ya tatu akamfanya hivyo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam jibu lake ni lile lile, ma ana biqari, mimi sijui kusoma. Jibril alayhi salam akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Akamsomea aya hizi 5 za mwanzo za suratul Alaq,
Nini ambacho tunajifunza ndani ya aya hizi? Kwamba waislamu wanatakiwa wasome ili nini? Ili waweze kuutumikia Uislamu kwa elimu zao. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sema hii ndio njia yangu, nalingania katika njia hii kwa elimu, kwamba dini inatuhitaji tusome, dini inatuhitaji tuwe na elimu, dini inahitaji tuwe na thakafa mbalimbali ili kuweza kuitumia elimu yetu, thakafa mbalimbali kwa lengo la kujenga Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume akiwa peke yake, halafu akarudi nyumbani akiwa na uoga, anatetemeka. Anakutana na mkewe Khadija radhiallahu anha, anamuuliza nini shida? Anamwambia tukio ambalo limemtokea akiwa katika jabal au katika pango. Mama Khadija radhiallahu anha akashindwa kujua namna ya kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kumfunika. Lakini Mama Khadija radhiallahu anha, kwa sababu ya maarifa aliyokuwa nayo na uzoefu wa maisha aliyokuwa nayo, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usiwe na wasiwasi, nitakupeleka kwa babu yangu ukamweleza tukio hili, asa huenda akatufahamishe jambo zuri la kufanya. Lakini wakiwa pale akaja Jibril mara ya pili, ya ayuhal mudaththir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Akajiwa na Jibril kwa mara ya pili akipewa mwongozo na amri za kufanya dawa, kwamba swala la dawa ni letu sote. Tutaifanyaje dawa? Tunarudi kule katika wahi wa kwanza, iqra, soma, lazima tusome. Mtume sallallahu alaihi wasallam na Khadija radhiallahu anha wakaenda kwa babu yake na Khadija radhiallahu anha. Mzee Waraka ibn Nawfal ni mzee ambaye alifikia utu uzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweleza kisa chake. Baada ya kumweleza, mzee Waraka akamwambia, huyu aliyekujia huko pangoni anaitwa An-Namus. Sisi tunamuita Jibril alayhi salam, na kila alojiwa na huyo malak maana yake huyo ni mtume. Kwa hiyo na wewe ni mtume, umeletwa kwa watu kuja kuwalingania, kuwatahadharisha. Kwa hiyo kila alojiwa na malaika huyu hakuelewana na watu wake, alikosana na watu wake. Na wewe nakwambia utakosana na watu wako. Na jingine kubwa zaidi, kila alojiwa na malak huyu alitolewa katika mji wake baada ya kutokuelewana na watu wake. Na wewe Muhammad utafukuzwa na watu wako katika mji wako uliozaliwa. Mzee Waraka ibn Nawfal pamoja na uzee wake akaahidi kutoa mchango kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kuutumikia Uislamu, kwa lengo la kusaidia Uislamu, kwa lengo la kuhami Uislamu. Akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na muomba Mwenyezi Mungu siku hiyo ukifukuzwa nami niwepo niweze kukusaidia. Angalia, ni mzee, hakuwa na uwezo wa kiafya, lakini anatoa mchango wake wa maneno kumwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba niko tayari pamoja na uzee wangu siku hiyo nami nitoe mchango wangu kukusaidia unapofukuzwa na watu wako. Lakini Mwenyezi Mungu hakulipanga hilo. Mzee Waraka ibn Nawfal akafariki kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafukuzwa Makkah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi na mkewe, katika ambao walitoa mchango mkubwa katika dini ni mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Alitoa mali yake kiasi kikubwa, alimhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi kikubwa.
Kwa nini anafanya hivi? Kwa sababu anajijua na yeye ni sehemu ya Uislamu, ni sehemu ya kuutumikia Uislamu, ni sehemu ya kuhami Uislamu. Hakujali maisha yake, hakujali mali yake kuisha, bali aliamini kila anachokifanya kwa kutoa mali yake, kwa kutoa muda wake, kwa kutoa nafsi yake, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa pepo ambayo ardhuha as-samawati wal ardh. Na akafanya hivi. Lakini pia katika wale waliotoa mchango mkubwa ni Abu Talib Abu Talib, baba yake mdogo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi kwamba mwaka wa 10 walipofariki wawili hawa, Khadija na Abu Talib, kwa namna walivyokuwa na mchango mkubwa kwa Mtume na Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuita mwaka ule amal huzni, mwaka wa huzuni, kwa sababu ya kuondokewa na nguzo mbili muhimu. Nguzo ya kwanza ni Khadija, ambaye alihakikisha muda wake, mali yake, nafsi yake kumtumikia Mtume, kutumikia Uislamu. Na mzee Abu Talib, pamoja na kwamba hakuwa Muislamu, lakini ana mchango mkubwa katika kusimamia na kuendeleza Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahamia Madina, na baada ya kukaa mwaka mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha na Mwenyezi Mungu, akaambiwa udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum dhulimu, wamepewa ruhusa wale ambao wamedhulumiwa muda mrefu, kwamba sasa na nyinyi jibuni mashambulizi kwa haya ambayo mnayokutana nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mara ya kwanza au mara ya pili au mara ya tatu katika mwaka wa pili tokea kuhamia Madina, kukatokea vita vikubwa kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, vita vya Badr, vita ambavyo viliwakutanisha watu wa Makka na baadhi ya Waislamu ambao ni vijana wengi wao katika uwanja wa Badr, na ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani 17 kutoka Madina hadi Badri. Kwa wakati ule njia zilikuwa ni mbovu, lakini jua kali kwenye miamba, lakini walitembea hivyo hivyo hadi wakafika Badri. Kwa lengo la nini? Kwa ajili ya kuhami Uislamu, kutumikia Uislamu, kuchangia Uislamu kwa mali zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishatambia, je, ni wafahamisha biashara ambayo ni nzuri zaidi? Biashara gani? Biashara ya kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu na nafsi zenu. Katika vita hivi vya Badr, kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatoka na masahaba kwenda Badr, kitu cha kwanza aliwaita Waislamu, na Waislamu wakatoka, akazungumza nao, akawapa nasaha, lakini akafanyia ukaguzi wa nani aende nani asiende. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapanga mistari masahaba, na wao wakapangika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwakagua mmoja baada ya mwingine, akafika kwa kijana mmoja. Baada ya kumwangalia akaona kwamba huyu ni mdogo, hafai kwenda katika vita vya Badr, akamrudisha. Akaendelea kijana mmoja, baada ya kuona mwenzie amerudishwa, akagundua kwamba amerudishwa kwa sababu ni mdogo. Kijana yule wa pili akafanya hadaa, akafanya mbinu kwamba mimi sipo tayari nisiende Badri, nataka niende Badri. Akasimama na vidole. Mtume alipofika, Mtume akamwona huyu ni mkubwa, akamkubali aendelee vita vya Badri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamaliza. Yule alorudishwa akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, umenirudisha mimi kwa kigezo kwamba mimi ni mdogo, lakini mbona umemchukua fulani, na ili hali mimi namuweza? Tukisema tuangushane, mimi na uwezo kumwangusha.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa zoezi la dakika 2-3 kuangushana mieleka. Aliyerudishwa akamwangusha aliyekubaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawachukua wote. Ni vijana wadogo lakini wanapambania dini. Wako tayari kupoteza maisha yao. Wako tayari kuwa majeruhi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dini. Vijana wadogo miaka 14, miaka 15 ni vijana ambao tunao sisi sasa hivi. Tunawapa maandalizi gani kwa ajili ya kutumikia Uislamu? Ni swali muhimu sana la kujiuliza. Tunawaandaaje vijana wetu kwa ajili ya baada yao kwenye dini? Tunaishi nao ili mradi tu tuende kila mmoja aondoke, au tunawapa maandalizi gani? Bado ujumbe wa Mwenyezi Mungu Iqra unaendelea kufanya kazi. Bado ujumbe wa Mwenyezi Mungu Qul hadhihi sabili unaendelea kufanya kazi. Lakini waltakum minkum umma, lipatikana miongoni mwenu kundi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawachukua wale vijana wote wawili, wakahudhuria katika viwanja vya Badri, wakapigana. Lakini ndani ya mapigano yale kijana mmoja akamfuata sahaba Abdurrahman ibn Auf, akamwambia Abdurrahman ibn Auf, nionyeshe Abu Jahal. Abdurrahman ibn Auf akashangazwa, unamuuliza Abu Jahal wa nini? Akamwambia nataka nimuue kwa sababu ni adui wa Uislamu, ni adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hajamjibu, akaja kijana wa pili na maswali yale yale. Ghafla wanapotea, Abu Jahal ameonekana. Baada ya muda wanarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemuua Abu Jahal. Wanagombana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ndo nimemuua. Fundisho gani tunapata hapa? Kwamba vijana wetu tuwaandae kidini, kielimu, kithaqafa, ili waje utumikie Uislamu kama ambavyo sisi tumeukuta. Waislamu watukufu, kwa kumalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda safari ya Isra na Miraj, alionyeshwa motoni na akaonyeshwa peponi. Baada ya kuangalia mazingira yale, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi aliowaona ni wadhaifu na wale ambao ni kina mama au wanawake, wengi wao walikuwa ndo wako ndani ya moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wanawake kwamba fanyeni wingi wa kutoa sadaka, fanyeni wingi wa kufanya adhkari, ibada kwa wingi, kwa sababu wengi niliowaona motoni ni wanawake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa muda maalumu wa kuzungumza na kina mama, kuwahofisha, kuwatahadharisha, kuwapa nasaha ili waweze kutengeneza maisha yao ya dunia na akhera. Sisi kama wanaume tuchukue amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Wanaume ni wasimamizi kwa wanawake. Tuwasimamie kina mama, tuwasimamie wanawake ili waweze kufanikisha na kufikia malengo ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabariki wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe, awajalie kila la khairi katika maisha yetu ya dunia, tuweze kuipata pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma walli umurana khayarana wa la tuwalli umurana shirarana wa la tusallit alayna bidhunubina man la yakhafuka fi